Ni timu mbili pekee ambazo hazijaonja kipigo kutoka kwa wekundu wa Msimbazi kwenye ligi, lakini moja inajua machungu ya kipigo hicho, ikionyesha ubora mkubwa uwanjani, lakini nyuma ya mabadiliko hayo kuna Steve Barker. Kuanzia Simba ilipoanza maisha na Barker, ghafla mambo yamebadilika kwenye kikosi hicho, kama tunavyoona wekundu wakianza kurudi kwenye zama za ubora ambao ulizoeleka kabla kwa kuwa tishio uwanjani, tofauti na ilivyokuwa kabla ya ujio wa kocha huyo. Barker ameiongoza Simba kucheza jumla ya mechi 30 bila kupoteza, ambapo kwenye idadi hiyo kuna mechi 15 za ligi kuu bara, ambako tangu aanze mchezo wa kwanza Januari 18, 2026 dhidi ya Mtibwa Sugar alianza kwa sare ya bao 1-1 tena nyumbani. Kocha huyo hajapoteza mechi yoyote. Kwenye ligi pia Simba ikiwa chini ya Barker imetoa sare mechi 7 ambazo ndio kama matokeo mabaya kwa wekundu hao, ikionyesha mabadiliko makubwa ya ubora. Simba pia imecheza mechi 3 za kombe la Muungano bila kupoteza, ikishinda zote mpaka ikachukua ubingwa huo, mashindano yaliyofanyika pale visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Ukiondoa hizo za Muungano, pia Simba imecheza mechi 5 za kombe la shirikisho la CRDB na mchezo wa mwisho ikicheza juzi jijini Arusha, ikifunga Coastal Union mabao 4-0 na kutinga fainali ya mashindano hayo, ambapo inatarajiwa kukipiga na Azam FC. Tunaweza tukasema Barker ameshamaliza ukame wa mataji ndani ya Simba katika msimu wake wa kwanza tu, akiipa Simba kombe la Muungano kwa kuifunga Yanga bao 1-0 na kutatua kitendawili kigumu kwa mashabiki wa klabu hiyo ambao walikuwa na unyonge wa kuona kikosi chao kikikata kiu ya mataji. Mabadiliko makubwa ya Simba yalianzia dirisha dogo la usajili baada ya kocha huyo kusimamia kusajiliwa kwa wachezaji 8 wakija kuongeza nguvu katika kikosi hicho, na 7 kati ya ambao walifanikiwa kusajiliwa basi walionyesha uwezo mpaka sasa, ndio ambao wanaonyesha uwezo mkubwa na kuipa nguvu Simba. Simba chini ya Barker ilimsajili kipa Kasali, mabeki Nixon Kibabage na Ismail Tori, viungo wakiwa ni Anicet Oura pamoja na Libase Gue, Clotas Chama na Ino Loemba, pamoja na mshambuliaji Baraka Mwangosi ambaye ndiye mchezaji pekee ambaye amekuwa akikosa mechi za wekundu wao wa Msimbazi. Hapo kabla Simba ilikuwa na makocha wengi ya usajili, lakini ujio wa Barker akashirikiana vyema na mabosi wa klabu hiyo kusajili wachezaji ambao tunaona wameleta tija kubwa katika kikosi chao. Simba uwanjani imejitambulisha kwa soka linalotokana na falsafa ya Barker ambaye anataka kuona kikosi hicho kikicheza soka la kasi wakati wote, hatua ambayo imeipa matokeo mazuri na ushindi kwenye mechi 30 ambazo mpaka sasa Barker ameiongoza timu hiyo. Mashabiki wa Simba kwa sasa hawana wasiwasi na pressure inapokuja wanakutana na Yanga. Na ujasiri huo umetokana na namna Barker anavyofanikiwa kuwapa wekundu wao wa Msimbazi ubora katika dabi hizo. Barker tangu atue Simba amekutana na Yanga kwenye mechi 3 na hajapoteza mchezo wowote, akitoa sare 2 za ligi, lakini pia akashinda mchezo mmoja. Simba ilirudi kujiamini baada ya kupoteza mechi 5 mfululizo dhidi ya mtani wake huyo Young Africans. Matokeo mazuri dhidi ya Young Africans ni kitu muhimu kwa afya ya ajira ya makocha, ambapo hapo kabla mashabiki wa klabu hiyo walianza kuchukizwa na aliyekuwa kocha wao Fall Davis ambaye alipoteza mechi 3 dhidi ya mabingwa hao wa soka Tanzania ndani ya msimu mmoja. Wakati Chama anaondoka Simba, alionekana kama mchezaji ambaye umri umekwenda na hana cha kuongeza kwenye kikosi hicho, akaachiwa na kutua Yanga ambako hakufanya makubwa kama ilivyotarajiwa. Kiungo huyo alipoondoka Yanga alitua Singida Black Stars alikocheza nusu msimu tu kabla ya Simba kumchukua Januari. Baada ya kurejea Singida, Mzambia huyo amekuwa kama amezaliwa upya, akiwasha moto mkali, akifunga mabao 8, akitoa pasi za mabao 7 na kuhusika kwenye jumla ya mabao 15. Simba chini ya Barker
bado ina nafasi ya kuongeza mafanikio zaidi ikiendelea kukimbizana na Young Africans kwenye mbio za ubingwa wa ligi. Timu hizo zikipishana kwa pointi 2 pekee, wekundu wao wa Msimbazi wakiwa nafasi ya pili, wakati vinara wakiwa Young Africans. Ukiacha mbio hizo za ligi, Simba pia inalitafuta taji la shirikisho baada ya kuingia fainali kwa kuing'oa Coastal Union, ikiwa fainali ya pili kwa Baka akiwa na wekundu wao wa Msimbazi, akisubiri kukutana na Azam FC kwenye mchezo utakaopigwa Julai 4.